الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلم، وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول مولانا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم، آمين. عباد الله، enyi watukufu wa Islam, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kisha kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu, nimekuhusieni bila kuisahau nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wacha Mungu, na tumwombe Allah atujalie kuwa ni miongoni mwao, amin. Waislamu, tukiwa katika tarehe ya 8 ya mwezi wa Shawwal, ikiwa ni wiki moja tangu tumeumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa dakika chache ambazo tutakuwa pamoja Waislamu, hebu tuzungumzie kuhusu maendeleo, kuendelea na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na maamrisho ambayo ametuamrisha, na vile vile kukatazika kutokana na makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Waislamu, ikiwa ni wiki moja tu tangu tumeumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ulikuwa ni semina, mwezi ambao ulikuwa ni darsa ya muda mfupi, lakini darsa hilo lifanyiwe kazi kwa maisha yote. Yale ambayo tumeyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani yanatakiwa ndiyo yawe maisha yetu ya kila siku. Tumeshuhudia ndani ya mwezi wa Ramadhani, wapo ndugu zetu Waislamu ambao walikuwa hawaswali kabisa kabla ya Ramadhani, lakini wakawa wanaswali, na sio kuswali tu, bali wakawa wanaswali swala 5. Lakini mbali na swala 5 wakawa wanaswali na swala za sunna. Mbali na kuswali swala za sunna ambazo zimeambatana na swala za faradhi, wakawa wanaamka usiku kwa siri wakiwa baina yao na Mola wao kwa lengo la kujikurubisha. Haya yamefanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumewashuhudia baadhi ya ndugu zetu ambao wanajua kusoma Qur'ani, lakini sio utaratibu wao kusoma Qur'ani, lakini walikuwa wanachukua muda wao mwingi, wanakaa msikitini wakifungua mishafu na kusoma Qur'ani. Haya tumeyashuhudia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeshuhudia watu ambao ukarimu sio tabia yao, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani walifanya ukarimu
japo kwa kokwa moja ya tende. Maanake mtu ana kokwa mbili, lakini anamtafuta Muislamu mwenzake ampe moja. Mambo haya yamefanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeshuhudia watu ambao wana mikono ya birika, ni wagumu kutoa, lakini walinyoosha mikono wakawa wanatoa sadaka kwa wingi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waislamu, hilo lilikuwa ni darasa la muda mfupi, lakini kwa lengo la kutufanya tuishi katika utaratibu huo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipoifaradhisha Ramadhani aliifaradhisha kwa sisi tukiwa ni waumini ambao tunafanya ibada katika hali ya kawaida, lakini tufikie daraja la juu ambalo ni uchamungu. Na uchamungu ni kuyafanya yote yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha na kukatazika na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wametukataza kwa kadiri ya uwezo wetu. Lakini ikiwa ndio hivi mambo yako hivyo, kwa nini tunazungumzia maendeleo ya utiifu baada ya Ramadhani? Ni kwa sababu kwa masikitiko makubwa, wapo baadhi ya ndugu zetu huwa wanatelezeshwa na shaitani baada ya Ramadhani, wakarudi kule walikotoka ndani ya wiki moja. Kwa masikitiko makubwa, baadhi ya ndugu zetu ambao tulikuwa tukiswali nao swala 5 wameacha kabisa kuswali, wameacha kuswali. Baadhi ya ndugu zetu ambao tulikuwa tukiwaona baada ya swala za faradhi wakiwa wanakaa msikitini, wamefunga, lakini baada ya swala wanakaa msikitini wakiwa wanasoma Qur'ani. Ukiingia katika misikiti mingi sasa uwakuti usoma Qur'ani, walikuwa wanaisoma Qur'ani baada ya swala. Lakini ile takrima ambayo tulikuwa tukifanyiana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani imeishia siku ya Idi. Watu walipiana zakatul fitri kwa lengo la yule mwenye uwezo amwezeshe yule ambaye hana, ili Waislamu wafanane siku ya Idi. Lakini baada ya kupita siku hiyo, zile takrima tena hazipo. Utoaji wa sadaka ilikuwa katika baadhi ya misikiti au misikiti mingi kama sio yote, kila swala Waislamu wanajitolea. Mtu hawezi kusema nilitoa swala ya dhuhuri alasiri asitoe kama anacho. Kama vile ambavyo yeye anavyopata ndivyo ambavyo atakavyotoa. Haya tumeyashuhudia, lakini sasa baada ya kuisha Ramadhani vitu hivi havipo, havionekani. Maana yake ni kwamba mambo haya yalikuwa ni rasmi kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, ama nje ya Ramadhani hayatakiwi kufanyika. Waislamu ufahamu huo sio sahihi. Utendaji huo sio uelewa wa makusudio ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani imetukuta tukiwa Waislamu, Ramadhani imetukuta tukiwa ni waumini, lakini lengo ni kupanda daraja, tulifikia daraja la juu kabisa katika uumini ambalo ni uchamungu, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia. Waislamu, kwa dakika chache tuangalie amali na njia muhimu ambazo zinaweza kututhibitisha tukabaki kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyokuwa tukimcha Allah ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utaratibu wake, kwa mafundisho ya maneno na matendo, amewafundisha maswahaba wake, lakini ndiye vile vile ametufundisha na sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na jambo la saumu, Waislamu wengi huwa wanafunga Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine. Na ndio maana siku za mwanzo za mwezi wa Ramadhani kuna watu wanakuwa kama wagonjwa. Kwa nini? Wanapitwa na muda mrefu bila kufanya ibada hii ya saumu, wanaifanya kwa mwaka mara moja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatujenga akisema kwamba man swama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahari, mtu yoyote ambaye ataufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha baada yapo akazifuatisha siku 6 za mwezi huu,
huu mwezi ambao tuko nao sasa, ikiwa leo ni tarehe 8, bado kuna siku 22 huko mbele, una nafasi ya kufunga siku 6. Ukifunga siku 6 hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wewe unakuwa ni sawa na mtu ambaye umefunga mwaka mzima. Hesabu hii inatoka wapi? Utaratibu wa malipo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameupanga kwa waja wake ni kwamba kila Muislamu atakapofanya jambo jema moja, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamlipa kuanzia mara 10. Maana yake ni kwamba siku 30 ambazo umefunga mwezi wa Ramadhani ni sawa sawa na siku 300. Siku 6 ambazo utazifunga katika mwezi huu wa Shawwal ni sawa sawa na siku 60. Siku 360 ndio hisabu ya mwaka wa Kiislamu. Muislamu usiache kufunga. Hapa utakuwa umepata malipo ya mwaka. Japokuwa kuna saumu nyingi za sunna ambazo ukidumu nazo zitakufanya wewe uwe ni mzoefu wa saumu. Kuna kufunga Jumatatu na Alhamisi, kuna kufunga siku 3 katika mwezi, kuna kufunga siku ya Ashura, kuna kufunga siku ya Arafa kwa siku ya haji. Ili mradi saumu ziko nyingi ambazo Muislamu akidumu nazo, kufunga kunakuwa sio adhabu kwake, kunakuwa sio mateso kwake, bali ni ibada yenye kujenga, ambaye inamjenga Muislamu akawa na subira, akawa na uvumilivu, imani yake ikapanda. Hilo ni jambo la kwanza ambalo Muislamu anaweza akaendelea nalo. Haimaanishi kuisha kwa Ramadhani ndio saumu zimekwisha, bali saumu ziko. Si hivyo tu, jambo la pili ni kudumu katika kufanya ibada. Kudumu katika kufanya ibada. Kwa mfano, Muislamu asiache kuswali swala ya jamaa. Tumeshuhudia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiingia dhuhuri misikitini tunabanana. Kuna misikiti mingine ukichelewa kidogo, sehemu ya kuswalia inakuwa haipo mpaka usubiri. Haya tumeyashuhudia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya yasiachwe. Lakini vile vile kuzidisha kufanya ibada za sunna. Ukiingia msikitini kuna swala ambazo zimeambatana na sunna za kabla na sunna za baada. Lakini si hivyo tu, kuna kusimama usiku. Tumewashuhudia Waislamu ambao walikuwa haswali kabisa, lakini katika 10 la mwisho la Ramadhani walikuwa wakisimama usiku wakiswali rakaa nyingi. Siku 10 za mwisho za Ramadhani watu wamesimama usiku wakiswali rakaa nyingi. Basi baada ya Ramadhani usishindwe hata kama ni rakaa 2, hata kama sio kila siku, lakini utaratibu huu usiachwe. Lakini vile vile tulivyokuwa tukisoma Qur'ani, tunakamia kwamba mwezi wa Ramadhani ukiisha ndio nimehitimisha Qur'ani, kwa maana Qur'ani yote hiyo imesomwa. Kazi hii tumeifanya tukiwa tumefunga. Vipi kipindi ambacho tunakula mchana? Kwa nini tushindwe? Basi tusihitimishe Qur'ani yote. Kwa nini tusisome hata nusu yake? Ni mambo ambayo mara nyingi huwa yanaachwa baada ya Ramadhani kupita, hali ya kuwa lengo lilikuwa ni kwamba baada ya Ramadhani utaratibu huu uendelee. Huo ndio unakuwa ucha Mungu. Lakini jambo nyingine ni al-istighfar wa dua. Kuna watu walifanya istighfari kwa siri baina yao na Mola wao, lakini kuna watu walitangaza istighfari zao, astaghfirullah astaghfirullah, zikasikika kwa nia zao. Kama zilikuwa njema sio tatizo. Utaratibu huu kwa nini ukome? Kwa nini tuache baada ya Ramadhani kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu ambaye alisamehewa madhambi yake yaliyopita na yajayo, lakini akiongea na waumini anasema, ya ayuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu, enyi watu, sio mtu yoyote, kwa maana Muislamu na muumini, tubu ila Allahi wastaghfiruhu, tubieni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rejeeni kwake na mumtake msamaha.
Mtume anajieleza yeye ambaye amesamehewa kwamba fa inni atubu ilayhi fil yawmi akthara min 100 marra. Katika siku Mtume alikuwa anafanya istighfar, anarejea, anamtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha zaidi ya mara 100. Huyu ambaye alikuwa amesamehewa, vipi mimi na wewe? Kutaka kukubaliwa, unaweza kufanya amali lakini isikubaliwe kutokana na mapungufu. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuthibiti, lakini atukubalie, tudumu katika ibada na ibada zetu ziwe ni zenye kukubaliwa. Tufanye ibada ambazo zenye kukubaliwa kutokana na nini? Zimefuata utaratibu. Lakini kuna jambo lingine ambalo pia baadhi ya Waislamu inaonekana walilifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, ilikuwa ni as-suhbatu as-swaliha, ni watu kufuatana na watu wema, kuambatana na watu wema. Ukifuatana na mtu mwema lazima utakwenda sehemu zilizokuwa njema. Ukifuatana na mtu anayeswali utakwenda msikitini, lakini ukifuatana na mtu mwenye kufanya kinyume, na wewe pia utafanya kinyume. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Waislamu walikuwa wanaambatana, wanakutana manjiani, wanatoka nyumbani pamoja, wanaelekea misikitini. Lakini baada ya Ramadhani kuisha wamekata. Lengo ni nini? Ni iltizamu birifiqati tu'inu ala ta'at walbudu an mawatin alintikas. Ni mtu kuambatana, kufuatana na rafiki ambaye anaweza kukusaidia katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kujiweka mbali na maeneo ambayo yanaweza yakukufanya ukawa muovu. Yale mafunzo ambayo uliyapata ndani ya mwezi wa Ramadhani, utendaji wake ni wa maisha yote. Hayakuwa ni ya siku 30 au 29, bali yalikuwa ni ya maisha yote. Na mwisho ni al-akhlaqu al-hasana, ni tabia njema zile ambazo tulizionyesha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna Waislamu hawakupita baadhi ya maeneo kabisa ambayo zamani kabla ya Ramadhani walikuwa wakipita. Hawakukaa baadhi ya vikao, hawakusema baadhi ya maneno ambayo walikuwa wakiyasema kabla ya Ramadhani. Kwa nini hawakuyasema? Kwa nini hawakupita njia hizo? Kwa nini hawakukaa vikao hivyo? Kwa sababu vilikuwa ni vikao vibaya, zilikuwa ni njia mbaya, yalikuwa ni maneno machafu. Ndani ya mwezi wa Ramadhani wakajifunza tabia njema. Mimi nimefunga bwana. Maana yake mtu aliofunga kuna vitu havifanyi. Walidhibiti nafsi, wakawa na subira juu ya baadhi ya mambo. Hii ilikuwa ni tabia njema ambayo Waislamu wamekamilisha kuifanyia mazoezi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Malengo yake utendaji huu uwe ni wa maisha ya kila siku. Muislamu, dalili ya kukubaliwa matendo mema ni kuendelea na kuyafanya yale matendo. Ukimwona mtu anaendelea kuyafanya yale mema aliyokuwa anayafanya, basi kuna dalili kwamba matendo yake yalikubaliwa, aliyafanya kwa ikhlas, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkubalia. Hivyo basi amepata ladha ya utendaji wake. Lakini ukimwona mtu baada ya Ramadhani kuisha anakuwa ni kama mtu aliyebwaga mzigo, sio aliyetua, aliyebwaga mzigo, huyu kuna mashaka makubwa kwamba alikuwa anafunga Ramadhani kama mtu anayeadhibiwa, mtu anayeteswa. Kwa hiyo aliomba Ramadhani ishe ili arudi kule alikokuwa kabla ya Ramadhani. Waislamu, tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe na atudumishe katika kuyafanya matendo mema, iwe ni sababu ya sisi kulifikia lengo la kufunga ambako ni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi alazim li wa lakum fadhkuruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin
والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukufu Islam, tukiwa tunakwenda mwisho wa sehemu ya hotuba yetu, ikiwa ni hotuba ya pili, hotuba ambayo inazungumzia namna gani tunaweza kuendelea na kuyafanya mema yale ambayo tuliyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waislamu, vyovyote ilivyo, Ramadhani imekwisha. Kad inqadha Ramadhanu wa baqiya ar-Rahman. Ramadhani imekwisha, lakini Ar-Rahman, Mola muumbaji, mwenye kurehemu, mwenye kuneemesha, huyu yupo, muabudiwa. Kwa hiyo sababu ya kuisha Ramadhani isiwe sababu ya kuacha kuabudiwa Mola huyu. Ukijiona umemwasi Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Ramadhani, jiwekee alama ya kujiuliza, wewe ni nani? Una nini? Unasumbuliwa na nini? Shaitani anakuchezea na amekushinda. Uliweza vipi ndani ya mwezi wa Ramadhani kumwabudu Allah ukiwa umefunga? Yaani hunywi katika mchana wa Ramadhani, alafu unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Unaswali swala 5, unasoma Qur'ani, unatoa sadaka na kila kitu chema unakifanya. Vipi baada ya Ramadhani ukiwa umeshiba, ukiwa una nguvu, ushinde kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Waislamu, intaha shahru Ramadhan ka ayi shay'in yantahi. Ramadhani imekwisha kama ambavyo kitu chochote kinaweza kikaisha. Yaani kitu chochote kile kinaweza kuisha. Rahila anna ka ayi shay'in yarharu. Ramadhani imetuondoka kama chochote ambavyo kinaweza kutuondoka. Wa kam min azizin wada'nahu wa fi qabrihi wada'nahu. Kuna watukufu wangapi walikuwepo duniani, lakini tuliagana nao tukawaweka katika makaburi yao. Vipi Ramadhani? Kwa hiyo Muislamu asione Ramadhani ndio mwisho wa kuabudu. Si kweli. Ramadhani ni sehemu tu katika sehemu ambazo Muislamu anatakiwa azifanyie kazi, lakini sio Uislamu wote. Ukiuona Ramadhani ndio Uislamu wote, basi ufahamu wako sio sahihi. Rekebisha. Kuwa Muislamu kwa kuyafanyia kazi yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha. Kuwa Muislamu kwa kukatazika na yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake wameyakataza ndani ya Ramadhani, nje ya Ramadhani. Ittaqillaha haithuma kunta. Mche Allah popote ulipo. Mche Allah ukiwa msikitini, mche Allah ukiwa barabarani, mche Allah ukiwa nyumbani, mche Allah ukiwa sokoni. Mche Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, mche Allah nje ya mwezi wa Ramadhani. Huu ndio Uislamu. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe katika dini yake na atujalie kuendelea kumwabudu mpaka pale utakapofika mwisho wa maisha yetu, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hijri, aya ya mwisho kabisa. Allah anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Huu ndio msimamo. Mche Mola wako, muabudu Mola wako mpaka yatakapokufika mauti. Usichoke kama baadhi ya watu ambao huwa wanamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, alafu baadaye wanaona kwamba mbona hatufi, kumbe bado muda mrefu, wakarudi kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakidhani kwamba anayemwabudu Allah ni yule mtu ambaye siku zake za kufa zinakaribia. Ndio maana wengine hufia wakisema kwamba mtu mbona bado kijana, kijana bado unaendelea na msikitini kufanya nini? Kwamba kijana hafi, asubiri akizeeka ndio aanze kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huo ni ufahamu mbovu ambao Muislamu mwenye akili timamu hatakiwi kuwa nao. Mwisho kabisa, tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe katika dini yake. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.